kocha wamekausha. Naona umevalia jezi ya Manchester City ukiwa kama Pep Guardiola. Bwana, naona leo umeshindwa kuchukua matokeo kutoka kwa Miembeni. Unadhani ni nini ambacho Miembeni walikuwini mpaka ukashindwa kupata matokeo kutoka kwao? Shida ilikuwepo kwamba mimi nilikuwa nitengeneza mfumo wangu ulikuwa umekaa sawa. Ila shida kwa malizia ilikuwa kuna baadhi ya mashimo yalikuwa yanabaki. Na ndio maana timu pinzani iliingia na mfumo wa 4-2-3-1. Wakimtegemea mchezaji mmoja. Mimi nikiwa mtumia mchezaji mmoja. Kwa hiyo tukawa mfumo tumelingana, maana hakuna mtu ambaye anaweza kambiti mwenzie. Baada kipindi cha pili nilienda kubadilisha, na ndio maana uliona kwamba kuna attempt ambayo nimezifanya, lakini kwa bahati mbaya hatukuweza kupata chance kupata goli. Na imani kwa mechi ijayo nitaenda kufanya pungufu yale ambayo nimeyaona. Kuna baadhi kuna shida, nitaenda kuifanyia kazi na naamini mechi ijayo nitapata matokeo. Naam, lakini pia tumeona mlianza kwa kasi ya kawaida, lakini kuanzia dakika kama ya 70 kuelekea mpaka dakika 90 mkawa mmekuja kwa kasi kubwa sana na zaidi ya hali ya juu. Unadhani kwa sababu gani energy ilikuja kuwa kubwa mwishoni, baada ya wachezaji kujua kwamba mpira unaelekea kuisha, au ndio ulikuwa plani yako kama kocha kwamba mwishoni wakichoka tu washambulie kwa kasi? Siku zote unapocheza mpira lazima umeshe mpinzani. Usiingie moja kwa moja ukitaka kwamba unaenda kumfunga. Lazima uangalie mpinzani yuko namna gani. Hafu ya dakika 15 hadi 30 hadi 45 unakuwa umemjua mpinzani yuko namna gani. Then kipindi cha pili unaingia kwamba naenda kuchukua namna gani hivi ili niweze kupata matokeo. Ile kwa bahati mbaya sijapata matokeo. Wini kwa sababu nijua mbinu zake ziko sehemu gani. Naam, unadhani kwa unavyoona kikosi chako na mashindano unavyoyaona, milioni 10 tunayo au tunayo? Tuombe Mungu. Tuombe Mungu. Kila kitu ni Mungu. Ukimwomba Mungu na ukiwa unapambana unafanikiwa. Cha msingi tu onesha nia na uthubutu. Basi niwatakie kila la heri kwenye raundi ya mchezo wa pili. Asante sana.